wanafunzi wa chuo iliyoko katika mtaa wa Viwandani, kata ya Mjini, manispaa ya Shinyanga. Suzi Butondo ana taarifa zaidi kutoka Shinyanga. Mwenyekiti wa mtaa wa Viwandani Ashraf Majaliwa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo ametoa wito kwa wanawake hasa mabinti kuepuka vitendo vya aina hiyo ambavyo vimekuwa vikizua taharuki mitaani. Kwa kweli nimefika eneo la tukio baada ya kuwa nimepokea simu ya balozi wangu wa eneo hili, na nimefika hapa katika eneo hili la hosteli iliyoko ndani ya mtaa wetu. Kama mnavyoona, taharuki imekuwa ni kubwa. Nimefika na kukuta mtoto mchanga ambacho ni kiumbe hakijajulikana vizuri ni cha jinsia gani, kimetumbukizwa ndani ya mfuko wa takataka. Na kwa mujibu wa utaratibu wa mtaani kwetu, mara nyingi gari za taka zinapita siku ya Jumatano. Kwa hivyo waliyefanya tukio hili pengine alikuwa na targeti zoezi la uzoaji taka ili kiweze kwenda kuteketezwa kwenye dampo la uchafu. Kwa hivyo wasamaria wema wamebaini mapema tukio hili kabla ya taka kubebwa na kugundua kuna kiumbe ambacho ni kiumbe ambacho ni malaika wa Mungu. Huyo katupo ndani ya mifuko hiyo, na wamejitahidi kukiokoa na kimehifadhiwa katika chombo maalum cha boksi. EATV imefika katika eneo hilo la mtaa wa Viwandani katika kata ya Mjini, manispaa ya Shinyanga, na kushuhudia tukio la kichanga hicho kikiwa ndani ya mfuko, huku hali ya taharuki ikiwa imetanda na mashuhuda kueleza jinsi walivyogundua mwili wa mtoto huyo. Kwa sababu mimi huwa nina tenda za kulisha kuku hapo Nguzo 8. Kwa maana hiyo waga nakusanya maugari, huwa napata humu kwenye mamifuko, ninapeleka Nguzo 8 kupata riziki. Leo hii nimekuja nafukua namna hii kwenye mifuko na kumbana na kitoto. Bahati nzuri nikawakuta wa madada wamo humu ndani, nikawaita hapo nje washuhudie kwamba jamani, ni nini mlichokifanya? Basi tumeitwa kwa kutoka Kisanga hapa katika maeneo ya hosteli. Tukaja tukashuhudia katoto kamewekwa kwenye mfuko wenyewe wa 200. Tukaja kuangalia tukakuta kweli katoto kama kana miezi 8. Mtoto ameshaota paka nywele, paka na macho, mtoto ameshatokeza paka na kucha. Ndio sasa ikabidi sasa ndio watu wajitokeze waje waangalie kumsanga ulikotokea. Kwa hiyo kinachojulikana sasa, mimi sielewi, sijui nani mwenye mimba, nani aliyemtupa mtoto haijulikani. Nikiripoti kutoka mkoani Shinyanga, Suzi Butondo wa EATV. Shukrani sana Suzi Butondo. Na mtazamaji, wakati mwingine tujiulize swali dogo sana. Light, kama wewe ungetupwa leo hii ungekuwa wapi? Na tumeulizana swali kwenye mtandao wetu wa kijamii, nani sasa wajibike vichanga kutupwa. Nimeona comment yako mtazamaji wetu ambao umetuandikia